Asi. Mpe. Fafanuzi somo. Soma fafanuzi. Inasema wali 47. 47 haina ufafanuzi. Inasema mwalimu baruani na sisi tuliwaamrisha wafuasi wa Isa, yani watu wa Injili wa Kristo, wahukumu kwa hukumu. Yani watu wa Injili wa Kristo wahukumu kwa kuhukumu alivyoteremsha Mwenyezi Mungu, na wasiohukumu kwa mujibu wa alivyoteremsha Mwenyezi Mungu, basi hao wameacha sheria ya Mwenyezi Mungu, ni waasi. Tunasikia kwamba kuna watu wa Injili ambao ni Wakristo na ni mojawapo za dini ambazo zilitanguliwa. Ati Ebrudia unasema ati ngoja. Umesema ati kulingana na mjibu wa hiyo aya inasemaje? Na kuambiaje? Kuna wafuasi wa Injili ambao ni Wakristo. Wafuasi wa Injili yani sikiliza kwanza. Hapo tunaambiwa kuna watu wa Injili, Injili. Si ndio? Ndio. Wafuasi wa nani? Wafuasi wa Kristo. Dini yao ni Kristo. Andiko 14:6 Yohana Injili. Twende. 14:6 Yohana. Hapa ndio nilikuwa napataka hapo. Dini yao 14:6 ndio. Yohana nasema mwalimu. Ukipata mwalimu wako, ukipata mahali imeandikwa dini shika hapo. Majikaranga na mafuta yake. Nasema mwalimu, baba ndio ile kwa njia mimi. Mpe. Sawa. Yesu amesema kwamba ndio nini? Ndio njia. Maana njia unaijua wewe. Kama hujui labda nikufunze kidogo ndio upate kuelewa. Nitatumia kitabu unachokiamini wewe. Ndio kwanza wewe. Subiri, waacha kwa hapo. Mimi nimekuuliza swali, usikimbie hivi. Sasa tunakimbia sana. Maana yani nimefahamu. Ngoja kwanza. Mimi maana njia nitakuelezea vile ninavyofahamu. Lakini wewe nimekuuliza nini? Dini, simekwambia kwamba asante. Wewe umenipa andiko nasema nini? Nimekwambia kwamba dini yangu ni Kristo. Dini yako ni Kristo. Andiko dini yako Kristo. Si ndio nakutolea 14:6 Yohana Injili. Mpe. Soma. Mwalimu wangu ukipata dini Kristo, shika kidole hapo. Hakuna. Mimi nitarudi katika Kristo. Nitarudi katika Kristo. 14:6 Yohana Mtakatifu. Soma. Yesu anasema nini? Akamwambia, ndio, mimi ndimi njia safi na kweli na uzima. Ndio. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Mpe. Kuna neno dini hapo? Hapo kuna njia. Kuna neno dini? Kwani njia ni nini wewe bwana? Mpe huyo. Mpe huyo. 6:26 Qur'ani. Sikiliza vitu hivyo. Narudi kwako kwa Biblia. Ni sharti utaniambia. Acha kujifanya nasoma sana Qur'ani. 6:26 Qur'ani. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa Biblia utanipa dini hiyo. Twende. Na hii dini ya Uislamu. Ananiuliza maana ya njia. Sasa nakupa hii. Narudi tena upande wako. Ndio. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia iliyomo, njia ya Mola wako. Soma vizuri. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako safi iliyonyooka. Mpe. Maana njia umeipata? Maana ya njia ni nini? Ni dini. Ni dini safi. Hiyo dini yenu inaitwaje? Dini yetu ni Kristo bwana. Andiko dini Kristo. Sababu mimi upande wangu kama Muislamu nimetoa aya ndani ya Qur'ani. Dini ni njia. Njia ni dini. Dini yenyewe jina yake Uislamu. Sasa wewe huku Yesu anasema mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Hii njia inaitwaje? Mwanzo hapo tumekubaliana kwamba njia ni dini, sawa? Subiri kwanza. Tumekubaliana kwamba njia ni dini, sio? Wewe unakubaliana ama tutakubaliana? Tulia. Njia ni nini? Njia ni dini. Sasa tumekubaliana, sio? Mtu huyo. Tumekubaliana mabado. Njia ni dini. Dini yenyewe sasa subiri. Dini yenyewe tumekubaliana njia ni dini. Ni dini, sawa? Dini yenyewe inaitwaje? Haya. Sasa ukisoma 14:6 Yesu anasema kwamba mimi ndimi njia, manake mimi ndimi dini ya kweli na
Mpe. Ndio hivyo Mpe. bwana. Mpe. Yesu aseme mimi ndio dini. Hiyo dini yenyewe inaitwaje? Mpe kwanza maiki. Hiyo dini jina lake inaitwaje? Kristo nimekuambia. Haya mpe. Soma ikisemekana dini ni Kristo. Mimi nabwaga maiki na mwachia Saidi mimi naenda. Dini Kristo. Unakuja hapa papara. Nilikuwa uko najua. Hapa naye kidogo hapa anayezungumza ni dini mwenyewe ndiye anayezungumza. Mpe huyo asome kwanza. Ile uliotoa. Wacha kuruka. Anayezungumza. Wewe acha hivyo. Nakujua wewe, usifikirie ndio mara ya kwanza. Twende. 16 inarudia sawa leo. Ndio. Ukipata mahali inasema njia dini. Dini Kristo. Shika hapo mkidole. Kuna ina sawa leo. Yesu akamwambia, asema nini? Mimi ndimi njia safi na kweli na uzima, mtu ndio haji kwa Baba ila kwa njia mimi. Mpe. Sawa. Wacha nitumie kitabu unachokiamini wewe. Kudhibitishia ukweli kwamba dini ni njia. Ngoja kwanza. Mimi sasa hivi nahitaji kuwa Mkristo. Safi. Sawa? Ndio. Nakuja kwako kanisani. Nataka udhibitisho. Na kuuliza ndani ya Qur'an, ndani ya Biblia. Je, kuna andiko yote linasema Kristo ni dini? Utanisomea ama utasema wacha nilete Qur'ani? Hiyo tushakubaliana kwamba ngoja kwanza kukubaliana hiyo acha. Na kuuliza swali. Nikija nataka kuwa Mkristo. Nisema jamani, mimi nataka kuwa Mkristo. Nataka kujua Ukristo dini, utaniambia ndio. Nataka tu thibitisho. Unionyesha mahali Ukristo dini, mimi nitakuwa. Utakimbia utaniambia ngoja niende nichukue Qur'ani. Hata sitachukua Qur'ani. Soma Biblia sasa. Nitatumia Biblia. Soma. Somaji soma 4:6 Ayubu. Soma. Dini Ukristo. Dini njia. Ndio njia dini. Inaitwaje hiyo dini? Ukijua maana hiyo, utajua Kristo nani. Maana hiyo tushajua ni njia ni dini. Dini ina jina lake. Kimbia vile utakapokimbia mimi niko nayo sambamba. Nasema mwalimu. Ndio. 6 dini yako sio matarajio yako. Ndio. Na matumaini yako si huo ulekevu wa njia zako. Mpe. Umepata? Ndio nini? Umepata kwamba sitatumia Qur'ani kanisani kufundisha watu maana ya dini ama njia, sio? Sijauliza dini maana yake nini. Nimekuuliza dini jina lake gani? Sasa huyu 14:6 hapo Yohana Injili anayezungumza mwenyewe ni njia mwenyewe. Kwamba mimi ndimi ni dini mwenyewe. Kwamba mimi ndimi dini ya kweli na uzima. Shina shida mwenye na amezungumza. Mimi nimeuliza swali hivi. Tumekubaliana kwamba njia ni dini, sawa? Safi. Hiyo dini yenyewe inaitwaje? Imerudia mara ngapi bwana? Andiko, hii dini inaitwa Kristo. Nasema dini ni Kristo. Andiko. Dini ni Kristo. Yes, ni dini yenyewe ndiyo inazungumza hapa. Mpe huyo. Wewe vipi? Mpe huyo. Msoma, subiri, sijakuja kwako. Sijakuja kwako. 6:26. Mwalimu wangu nikikwambia mpe ndio utampa. 6:26 Qur'an. Hapa hatuna papara hakuna. Sisi watu tunaenda direct. Uislamu ni pasua. Si ni kweli? Tunaenda tu direct. Ukiuliza swali unapiga pa. Sio njia Kristo. Anayezungumza dini. Anayesema kulia. Anakula na kushoto dini. Hakuna. 6:26 Qur'an. Twende. Inasema bismillahirrahmanirrahim. Safi. Na hii dini ya Uislamu. Subiri sasa. Imeanza na hii dini ya Uislamu na dini ya Uislamu. Jina kwanza ishathibitisha. Uislamu dini. Twende. Ndio njia ya Mola wako iliyonyooka. Njia ya Mola wako iliyonyooka. Tumekubaliana na yeye mwanzo tukasema njia ni dini. Safi? Tukarudi hii dini ikiwa njia ndio dini, hii dini yenyewe inaitwaje? Ndani ya Qur'ani tunaambiwa ni Uislamu. Sasa wewe kama ni Mkristo, Yesu anasema mimi ndime njia, ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia yangu. Hiyo njia yenyewe ndio dini. Hiyo dini yenyewe inaitwaje? Mpe mai. Mara ya mwisho. So mimi nishakwambia kwamba hapa tumenaina anayezungumza ni njia mwenyewe. Uislamu sijakuuliza Uislamu dogo tu ili uelewe. Uislamu inaelezewa. Sawa sawa, lakini hapa hivi ni dini yenyewe ndiyo inajieleza kwamba mimi ndiye. Dini ndiyo inafanyaje? Ndiyo inajieleza. Huyo. Waje mwanaume kusema nimekwama hawezi kubali. Waislamu takbiri. Takbiri. Allahu Akbar. Kwanza mwanzo nikasema kwamba Uislamu wallahi ukiwa Muislamu jivunie.
Hapa hamna. Anasema dini ndio inazungumza. Dini inazungumza kweli? Uislamu dini inazungumza. Mbona yeye anataka kutufanya sisi kama sio wasomi? Ati dini hapa ndio inazungumza. Mpe Evans. Mpe Evans, wewe una kitu hapo. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Iwe pia nawe man. Man. Ina swali gani man? Kofiti. Mimi hata pia niko fit man. Vile inafaa. Mimi niko fit. Nashukuru ja God. Saja. God. Bana wewe jenzi mtafundisha mambo mengine. Wewe unaweza penda uokoke, uokolewe. Wokovu Yesu anakupenda. Mimi na anapenda Amalekini wote na madasa. Na unajua hakuna Muislamu asiyopenda Yesu. Mpaka ndani ya Qur'ani tuna sura maalum suratu Maryam. Wewe sipenda mtoto kaacha mama. Swali lako? Ati wewe sipenda mtoto ukaacha mama. Bani ngoja kwanza. Wewe bado acha kunipe. Wewe unaweza penda mtoto kaacha mama? Mimi acha wewe unampenda kushinda mamake. Wewe utongoza hapa msichana anapokuambia mimi nina mtoto mmoja. Ukinioa utachukua mtoto wangu, utakuja na mtoto wangu utakataa? Yes. Uwezi? Wanakuja wote. Basi nishakuonea eti nishajua. Uliza swali. Kwa hivyo kumbe mnapenda Yesu lakini kwa mlango wa nyuma kumbe mpendi. Uliza swali. Sasa mimi niulize. Mimi nataka uokoke. Nikuulize? Tulia Musa. Mimi nataka uokoke. Asante. Nikuulize. Nataka nyinyi wote muokolewe. Safi. Nikuulize swali. Kwa hivyo nikuulize swali. Saidi. Kama tunaweza Saidi. Anasema hana swali, sisi tumuulize. Sasa nataka umuulize swali wewe. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kisha na kumtakia rehema za ziada zimwendee kiongozi wa umma nesi mwingine bali bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eti hebu mpe maiki. Habari gani brother? Niko stable nashukuru. Mimi niko salama. Umesema naitwa nani? Naitwa Evans. Muislamu Kristo. Kristo mimi ndani ya Yesu. Tangu siku gani? Tangu siku niliokoka bana. Tangu siku niliokoka. Safi. Evans. Mimi nipeleke polepole. Mimi ni mwanafunzi. Sawa mwanafunzi. Na mwanafunzi unajua anakuwa na hasira haraka kuliko ya mwalimu. Baada anajifundisha na anataka kufundisha ile kitu anajua. Na wewe ukimpeleka mahali penye ajui, mtakosana haraka, si hivyo? Mbegu uko kwenyu bana. Nasema mimi ni mwanafunzi. Nazungumza kulingana vile mimi mwenyewe niko. Sawa. Umesema mwalimu amesema uulize swali. Lakini kwa sababu tumekufundisha siku zote, alhamdulillah, umeweza kuelewa. Huna swali la kutuuliza Waislamu. Sasa wewe ukajisatiti tena kwa kinywa kipana bila kuogopa. Ukasema Waislamu tukuuliza swali. Sawa? Sawa. Mpe maiki. Ninyi wote tu. Mpe maiki. Petro wa kwanza 3:15. Petro wa kwanza 3:15. Changamka mwalimu. 3:15. Huyu ananionanga kwa TV. Leo tuko naye live. Wachana vitu vya TikTok zinatoka kopi. Ni mimi. Eti huyu jamaa vipi huyu? Kujui mwalimu. Wewe wapi? 3:15. 3:15 Timotheo wa kwanza. Petro wa kwanza nasema mwalimu. Sawa. Mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu aulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu. Mpe. Evans. Yes sir. Biblia inasema wewe na mimi tuwe tayari kumjibu kila mtu aulizaye tumaini likaa ndani yenu, lakini kwa hofu na upole. Sawa? Sawa. Unaamini Yesu alikufa? Yes. Alikufa tarehe gani? Hiyo tarehe sijui. Mpe mic kidogo tu. Mpe mwingine. Brother. Habari yako? Safi. Mwalimu amekuuliza dini yako kamtolea katika Yohana 14:6. Sawa? Kweli. Mimi ndimi njia. Anasema kwamba mimi ndimi njia, kweli na uzima.
mtu haji kwa baba ila kwa njia mimi, sawa? Ukasema hii dini ni Yesu, kweli? Mpe maiki. Timotheo wa kwanza 4:1 ufafanuzi. Chukua Biblia ya redio. Hii ni kwa Evans. Hiyo soma hiyo. Timotheo wa kwanza 4:1 ufafanuzi, piga. Inasema mwalimu 4:1 Timotheo wa kwanza 4:1. Basi Roho anena waziwazi. Mwalimu, nipigie mchuzi. Mchuzi yake inasema 4:1 katika siku za mwisho. Si huyu bwana amesoma baruani mchuzi. Wewe ndio ulikuwa unasoma. Sasa tena unaniangalia. Sio 4:1 Timotheo. Abdullahi wewe. Uko kwa meza? Ndio mwalimu. Wewe ndio ulikuwa unasoma fafanuzi baruani? Salitoa baruani akasoma mchuzi. Tulisoma Farsi alafu akaenda baruani. Nauliza tena. Si yeye ndiye katoa aya ndani ya Qur'ani? Aya bandisha nini kidogo. Hebu njoo kunywa maji. Haya bwana. Alafu hata tutaongea ndugu yangu. Hatutaongea. Si uchill tu. Tutaongea. Wewe subiri. Wewe umesema sisi tukuulize swali. Biblia ikasema subiri kwanza, subiri kwanza. Uliza vitu ya maana. Wewe nikuulize Muhammad alizaliwa tarehe ngapi? Nitakwambia. Mpe huyo. Mpe. Wewe. Mwalimu. Hawa mabwana wametoa kwenye Qur'ani. Naam. Wakasema kuna watu wa Injili. Naam. Barwan akawasaidia akasema watu wa Injili, yani maana yake wafasi wa Yesu, wa Kristo. Sivyo? Naam. Kwenye aya hakuna, lakini kwenye ufafanuzi tumepata. Sawa? Naam. Nipigie Timotheo wa kwanza kwenye Biblia ya Kikatoliki. Nipigie 4:1 kwanza andiko, alafu usome mchuzi. 4:1. Hapa hatukimbiani. Inasema hivyo. Sawa? Basi ndio Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho siku za mwisho ndio wengine watajitenga na imani. Ona, kuna watu watajitenga na imani ya Yesu, ndio wakisikiliza roho zidanganyazo. Piga mchuzi. Inasema hivi. Ndio. Katika siku za mwisho watu wengi watamwasi Kristo na dini yake. Mpe brother. Naam. Umesikia andiko? Ndio. Ushainiona mimi? Mara nyingi. Wapi? Hapa tu. Ushaihojiana? Yeah. Biblia imesemaje? Hivyo imesema. Aje. Sirudie basi. Warudie, imefutika. Haijafutika. Mtasome. Dini ya Kristo ndo. Mtasome. Katika siku za mwisho. Yaani mabwana, yani tunakosa adabu, anasema tuwaulize maswali. Mimi niko na maswali gunia mzima, na akijibu hata Mkristo mmoja nampa zawadi sahihi. Soma. Na unaenda sokoni. Abdullahi. Soma andiko. Katika siku za mwisho ndio watu wengi ndio watamwasi Kristo na dini yake. Mpe brother. Andiko linasema katika nyakati za mwisho ama wakati wa mwisho kuna watu watamwasi Kristo. Sawa? Na dini yake. Sawa? Dini ya Yesu ilikuwa dini gani? Dini ya Yesu sawa. Dini ya Yesu ni Mungu. Dini ya Yesu ni Mungu. Asanti. Dini ya Yesu ni Mungu. Ndio. Sasa ambia watu, kwa sababu tulikuwa tuna rekodi, waambie maneno ya kwanza ulikuwa unadanganya. Mimi kudanganya aje? Hapa tulikuwa tunazungumza. Wewe umesema hivi. Subiri kidogo tu. Subiri kidogo. Mimi nilikuwa pale nimeketi. Mmejadili na mwalimu. Ukatoa Ayubu 4:6
Nikafikiri ile andiko litakusaidia, ukalitumia kimakosa, ukasema Yesu mwenyewe ndiye anaongea, ndio dini. Hii ni kitu kimerekodiwa na kitakuwepo mpaka siku ya kiyama kwa mtandao, watu watasoma. Sasa nimepata andiko ambalo linasema kwenye nyakati za mwisho watu watamwasi Yesu pamoja na dini yake. Nikakuuliza, hii dini ya Yesu ilikuwa dini gani? Sasa hivi umegeuka, unatuambia dini ya Yesu ni Mungu. Nimesema hivyo. Dini ya Yesu ni Mungu. Nimesema hivyo. Kwa sababu Yesu alipokuja, njia ya Mungu ndio dini. yaani Mungu mwenyewe ndio dini ya Yesu Kristo. Kidogo tu tuweke sawa. Yesu ndio dini yetu sisi. Sisi tunamfuata, yani yeye ndio njia tunayoifuata ili atuelekeze kwa njia ya Mungu. Sasa safi kabisa. Unaona? Ameanza kukuja. Mwalimu alikitongo na muona? Ameanza kukuja. Mpe. Yesu ndio dini, alikuja kutuelekeza kwenye, yani Yesu ndiye alikuja kutufundisha njia ya Mungu. Si ndivyo tena? Ile ya kwanza ushatoka. Sasa na kurudi tena. Mpe maiki. Wewe umeleta mpe maiki. 12:14 Mariko. Mimi ndio nilimwambia maandike Biblia alafu mkuje mtibishie mlango mkitaka kusomesha. Inasema hivi. Ndio. Hata walipofika walimwambia, mwalimu, ndio, tunajua ya kuwa wewe mtu kweli. Safi. Wala hujali cheo cha mtu. Safi. Kwa maana ndio, utazami sura za watu. Kwanza. Lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Umetuambia dini maana yake ni njia, sawa? Ndio. Yesu alikuwa anafundisha njia ya nani? Ya Mungu. Hiyo njia yenye alikuwa anafundisha Mungu ni njia gani? Si ni dini ya Mungu. Ipi? Ni ukweli. Inaitwaje? Wacha kunikoroka. Yesu, ona, Yesu kidogo chochote nikupe mfano huu basi ndio unielewe. Wacha nitumie mfano huu. Hii ni njia inachoelekeza wapi? Mjini. Sawa sawa? So ukifuata njia hii itakuelekeza kwenye njia nyingine ili ufike wapi? Mjini. Asafi. Subiri. Sasa Yesu ndio njia ya kwanza. Subiri kidogo. Yesu ndio njia ya kwanza, atakupeleka kwenye njia nyingine ya pili. Lakini Yesu alikuwa anafundisha dini ya nani? Dini ya Mungu. Na siku za mwisho watu watawasi Kristo na dini ya Mungu. Ampe. Soma, ngoja, mpe maiki. Soma Qur'ani. Ndio. Na ukatumia baruani. Farisi nisongeshee huko. Subiri wewe. Tatizo lako subiri. Mwalimu Farisi weka huku. Mliona baruani anaweza wasaidia. Songesha hapo baruani. Na usinisomee maelezo. Qur'ani sura 3 yake 52. 3 yake 52 nasema baada ya billahi minash shaitani rajim. Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri alisema, sawa, nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Ndio. Wanafunzi wake wakasema, ndio, sisi ndio ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Ndio. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Bwana subiri na kuja kwako. Endelea. Nashuhudia kwamba sisi ni hakika ni Waislamu. Wanafunzi wa Yesu walipomwendea, kwa sababu umesoma baruani na mimi nimefungua baruani. Wanafunzi wa Yesu walipomwendea walijua kwamba Yesu alipouliza ni nani atakuwa msaidizi wa kunisaidia kutangaza dini ya Mungu, wanafunzi wake akamwambia, sisi tuko tayari na wamenyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Wamesema wao dini yao ni gani? Uislamu. So wanafunzi wa Yesu walikuwa Waislamu, sawa? Walikuwa wanaitwaje basi? Sijui. Mbebo ni Mike. Mbebo ni. Ndio. Wafasi wa Muhammad. Wafuasi wa Ruto ni Wakenya. Kwanza. Wafasi wa Muhammad. Ndio. Sawa? Ndio. Muhammad ni dini ama ni jina? Muhammad ni jina. Na Kristo ni jina la Yesu au dini?
Yesu anasema mimi ndimi. Huyu Kristo yeye tu ndio dini. Yesu ndio dini. Sasa Kristo ndio dini. Ndio. Mpe. Mwalimu, chukua Biblia ukurasa 282. Piga hiyo. Sube. Mwalimu, nibadilishie. Nifungulie 4:25 Yohana. 4:25 Yohana. Unajua kile kitabu tuandike swali sema, "Wewe, yeye ni msumari, subiri kwanza." Mwalimu, hebu bonye nyingine. Na kubadilishia. 4:25 Yohana. Sawa? Yule mwanamke akamwambia, "Ndio. najua ya kuwa yuaja Masia. Ayuaje Masihi aitwaye Kristo." Mpe. Ndio. Yule mwanamke alionana na Yesu. Ndio. Alimwambia najua yuaja. Sawa? Ndio. Masihi aitwaye nani? Kristo. Kumbe Kristo ni jina la nani? Masihi aitwaye. Subiri. Huyu mwanamke akasema, ndio, najua yuaja Masihi. Najua yuaja Masihi. Aitwaye nani? Kristo. Kumbe Kristo ni jina la nani? Hapana. Yuaja, najua yuaja Masihi. Haya, swali lake buna swali. Niulize swali. Uliza swali kwa sababu ndio nyinyi ndio mmekosea. Hapana. Subiri kwanza. Wacha niulize swali. Subiri Boni. Wewe labda umekuja ukaingia kwenye mtego ambao iko yako. Ndugu yangu. Subiri kidogo Boni. Nitakupa nafasi ya kuongea. Ndio. Nisikilize tu sekondi moja. Ndio. Hapo kwenye meza kuna kitu mlikosea mara ya kwanza. Mtu mmoja katika nyinyi akasema leo sisi tumejipanga. Hatuhitaji sisi tumuulize maswali, bali mnataka sisi Waislamu tuwaulize maswali, lakini nimejua mpaka saa hii tukianza kuuliza maswali yetu hamjibu. Swali lako uliza. Swali langu niulize Qur'ani 2:30. inasema ni baradhu billahi minash shaitani rajim. Mwalimu, wala takraba hadhihi hajara fatakuna min adh-dhalimin fa'azalahu mashaitan. Endelea. Wakumbushe watu habari hii. Ndio. Wakati Mola wako alipomwambia malaika, mimi nitaleta viumbe vingine kukaa katika ardhi. Ndio. Nao ndio wanadamu. Sawa. Wakasema malaika, utaweka humo watakaofanya uharibifu humo na kumwaga damu. Ndio. Endelea. Hali sisi tunakutukuza kwa sifa zako na kutukuza na kutukuja. Mwalimu, na mwalimu, hii aya inanitoka. Hebu nionyeshe tu kwa khalifa qala tajal fiha ma yufsidu fiha wa yufsiku dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ilikuwa imenitoka, nilikuwa nataka kunikumbushe. Sawa. Akasema Mwenyezi Mungu, ndio, hakika na yajua msiyojua. Sawa. Na Mwenyezi Mungu akamfundisha ndio, na Mwenyezi Mungu akamfundisha Nabii Adam safi majina ya vitu vyote safi, kisha akaviweka mbele ya malaika na akasema kuambia malaika, tajeni majina yao, niambieni majina ya vitu hivi. Sawa. Ikiwa mnasema kweli kuwa ndio ninyi ndio wajuzi mambo. Mpe maiki. Ndio, haya imesomwa. Tena sawa, vizuri sana. Haiko sawa. Hebu fafanua, ujenge swali lako. Nakupa nafasi. Najenga hivi. Haya. Kwa hii aya tunaona Adam anaambiwa majina ya nini? Ya vitu vyote. Anafundishwa majina ya vitu vyote huko peponi. Na tunajua Adam ndio ateremshwa huku chini. Alikula mti. Swali ni hii viumbe vingine zote ambazo zilikuwa kwa wala wanyama nini, Adam akisema majina, hebu fafanua ziliteremshwa aje, kivipi, zilikosea nini ndio ziteremshwa huko chini? Sasa nimwambieni mimi ni mwanafunzi. Sasa acha nisimamishe mwalimu wangu aje ajibu hili swali, lakini usione kama mimi nakuepa bodi wewe. Sawa tu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ode, komenya. Unataka komenya uhoro wa dini? Mimi nataka nijue. Hizi vitu vyote, ng'ombe, nguruwe zilikuwa kwa wala. Adam akaambiwa nini? Akafunzwa majina
na akaambiwa aambie malaika majina ya hizi vitu. Na Adam alikula mti. Sasa usinichanganye. Sikukuchanganya. Tumalize ya wanyama ndio tuje kwa vitu. Kwani Adam aliteremshwa? Adam aliteremshwa kwa nini? Adam kwa nini aliteremshwa? Si alikula mti. Utajibu swali gani halafu? Mimi nauliza. Hao wanyama ambao walikuwa peponi. Wanyama wote walikuwa peponi. Walifanya nini ili wateremshwe huku chini? Na ni wanyama. Na kama kuna mahali waliteremshwa, ututolee haya kuna mahali waliteremshwa. Mungu hajatuambia mambo ya wanyama. Siko hapa. Siko hapa. Siko ya wanyama iko hapa na hebu nisomee wanyama waliteremshwa kwa nini? Mimi sijui. Hii nasema Adam majina ya vitu vyote. Kwa hivyo sio wanyama ni vitu. Vitu vyote mpaka wanyama ni vitu. Si ni vitu vyote. Kwani ukisema vitu vyote ni nini? Mimi namuelewa wakikuwa tujui kitu hiki. Hiyo ni vitu vyote. Kisha akaviweka mbele kama si mtoto ya Mkikuyu ya malaika. Ndio. Kuna tofauti ya vitu na wanyama. Kwa hivyo sawa. Vitu vyote ni nini? Kama pingu. Haya, tukisema vilivyo ngoja. Subiri, tumerudia tuache nijibu kama ni upishi. Tukisema vilivyo mbinguni na ardhini ni vya Mwenyezi Mungu. Ni wanyama na miti na mimi nimechukua tu mfano wa wanyama. Lakini wanyama wako ndani. Na hapo hiyo aya umesoma? Ndio. Umeambia wanyama walikuwa huko peponi. Ni vitu gani zilikuwa huko? Na miti? Sitasema uulize. Aya uliotoa? Unasema wanyama walikuwa peponi ama ni Adam walikuwa peponi? Ni majina gani Adam alivunjizwa ya vitu? Bro, tunafundishana. Hatushindani. Sawa. Aya inasema wanyama walikuwa peponi. Vitu vyote. Vitu vyote. Aya leta swali. Si mimi nauliza hizi vitu ndio ziteremshwa huko chini. Vitu gani? Vyombo jameni ni gas kuka ni vitu gani? Wewe ni vitu gani wewe? Mimi najua ni vile vitu mtu anapandishana kwa gari akihama kwa nyumba akienda nyumba nyingine, hizo ndio vitu. Vilikuwa peponi, masahani, sufuria, nini zilikuwa peponi. Nataka kuileta hivyo na nikoroga. Ndio nauliza. Na nikakuuliza, kwa hiyo aya uliotoa. Inasema wanyama walikuwa peponi. Majina ya nini haya? Si ni majina ya vitu. Vitu gani? Si wewe umesema ni vitanda, masahani, sufuria. Wewe unasema ni nini? Sasa swali liko hapo. Wacha tuchukue hizo vitu zako. Masahani, sufuria, vitanda. Wacha zako kwa nini? Unabeba zote. Zako ni gani? Zangu. Hizo ni wanyama. Hizo vitu na haya ni wanyama. Adam akafundishwa majina ya wanyama. Wanyama wote. Alafu akaambiwa ambie nani? Aambie malaika. Akafanyaje? Akawafundisha. Alafu nini ikaendelea? Sasa swali iko hapo. Adam aliteremshwa kwa sababu alikula mti huku chini. Kwa hivyo jawabu tayari unayo. Mimi nauliza hizi vitu ambazo Adam alitaja majina huko peponi. Hatujaambiwa. Sisi hatuongei kitu Qur'ani itatuambia. Mambo ya vitu majina ndio wanyama walikuwa wapi? Walikuwa peponi, hatujaambiwa. Hamjaambiwa. Sisi kama nyinyi Wanyama waliumbwa wapi? Wanyama wameumbwa na Mwenyezi Mungu kwa kutumia neno ya kusema kuwa wanakuwa. Kama ni ardhini, kama ni hewani, kama ni mbinguni, Allah hajatuambia. Subiri. Kwa sababu Qur'ani si atuongezi jambo wala hatutoi. Mungu anatuambia tu kwa ufupi Qur'ani imeteremka iwe nyepesi kufahamika na kuhifadhika. Sasa nani alitaja ndovu? Hii ni nguruwe. Nani alitaja? Ni Adam. Nani ni Adam? Zilikuwa wapi? Hatujaambiwa. Sasa si unaona ndugu yangu ni? Nipe haya. Si ni tumesoma. Tumesoma, si ni inasema na Adam na akawamfundisha Adam majina ya vitu vyote. Kisha peponi. Nataka hiyo haya iko peponi. Haya, hebu nisomee hii nyingine tuone. Soma hiyo. 2:31. Inasema imani. Na Mwenyezi Mungu akamfundisha Nabii Adam majina ya vitu vyote, kisha akaviweka mbele ya malaika. Hapo subiri. Msomaji. Wakati unafundisha watoto shule, ndio uko na kitabu kile kimechorwa ng'ombe, mbuzi, kondoo, hizo ni wanyama ama ni vitu? Vitu. Niko hapo ama nipita? Vimefichwa. Haya, maliza haya kwenye kuelewa kaelewa tuone swali hili. Kisha akaviweka mbele ya malaika. Na akasema kuambia malaika, ndio, niambieni majina ya vitu hivi
ikiwa mnasema kweli kuwa nyinyi ndio wajuzi wa mambo. Hapa hakuna kitu yenye kwa jana. Mwalimu wangu, naweza nikapeana nini kwa sababu nimekuuliza nani aliita ndogo. Mimi nimekuuliza nani alisema hii ni ndogo, hii ni nini, hii ni nini, wewe unaniambia ni Adam. Adam alikuwa wapi? Wewe unang'ang'ania atoka kwa Adam. Unang'ang'ania hizi vitu zilikuwa peponi. Sisi zilikuwa. Kwani hapa inasema nini? Tupe aya. Kwani inasema nini? Sisi hatuongezi kitu. Adam alitaja majina ya vitu zikiwa wapi? Sijui, wewe unajua. Kwa hivyo Allah anjui. Si ni kweli kama ujuja elezwa? Wewe unajua pale zilikuwa? Mimi? Sasa tutolee aya zilikuwa wapi? Adam kwa Biblia ni huko chini. Lakini tuzunguke hivi tupoteze muda tusifundishe watu. Hapa kuna watu wengi sana wanafaa kufundishwa. Ndugu yangu. Lakini nilikuja kupoteza muda. Adam alikuwa Eden na Eden ilikuwa huko chini, si huko juu. Sinamwambia ni jawabu yake mfukoni huyu. Si huko juu, ni huko chini. Adam wako alikuwa huko chini. Sasa ukituambia majina ilitajwa juu, ng'ombe iliteremshwa ikaanguka, nini iliteremshwa ikaanguka? Hebu subiri. Ndio? Adam alikuwa wapi? Eden, Adam aliumbwa hapa duniani. Tauni gani? Tauni gani? Kwani kulikuwa na tauni? Sitaki twende hivyo bana. Hakukuwa na tauni. Hebu nisomee Genesis ili unisomee 8. Hakuna kitu tunasoma. Na 9. Hakuna kitu tunasoma. Msomaji chukua maiki. Hausomi? Twende hivyo. Unaulizwa dini yako unategemea kwa Qur'ani. Ukiambiwa Muhammad ndiye mtume wako bado hutaki. Hebu mrudishie kwanza huyu. Hebu mrudishie huyu. Huyu mnamuonea sana huyu brother. Mnamuonea sana huyu. Na huyu atakuja kupisha huyu. Sawa sawa? Huyu anataka kufundishwa brother. Peter. Hiyo sio jina. Peter maana yake ni jiwe. Ukitaka kwa Biblia itakwambia jina yako nani? Waje yule ya wazungu. Mimi nilikuwa naitwa John. Kumbe John ni umbo ya wazungu. Unauliza dini ya majina. Jina yake Afrika unaitwa nani? Naitwa Elar. Elar. Kutoka kaunti gani? Wewe chanda mbele. Haya tuache hiyo. Mimi nishakuonea hii. Sasa wewe ulikuwa na shida? Dini ya tulikubaliana kwamba njia ni dini, dini ni njia hivyo. Wewe uko na njia? Kabisa. Inaitwaje bro? Shasema Kristo. Mwalimu ametoka hapa kwa kuambia Kristo ni jina la kwanza, hata sio jina. Kristo ni sifa. Ukisikia wafuasi wa Kristo wanaitwa Wakristo. Wafuasi wa mtiwa mafuta. Dini hawa? Dini hawana. Tupe kama mnayo. Sasa mwalimu huyu anasema nisomee Qur'ani. Aniambia nitumie. Hata ukitaka kutumia katiba ya Kenya, aniambia nitumie Biblia. Dini iko wapi? Tutolee dini. Sawa. Hiyo hapo inataja Wakristo, baruani hajawasaidia kitu. Wakristo pale inamaanisha wafuasi wa mtiwa mafuta. Na wale waliokuwa wanamfuata Yesu walimkubali Muhammad kuwa ni mtume. Yusuf huyu unamwona huyu? Huyu ni msomi, anajua mtu anaitwa Waraka bin Nafar. Alikuwa ni mfuasi wa Kristo. Alikuwa ni Mkatoliki. Waraka alikuwa ni Mkatoliki. Sasa unaona, na nikikuuliza utatoa, wacha kuropoka mambo huna elimu naye. Yule alikuwa ni ahlul kitab. Sasa tubaki kwa hiyo dini, tuache hiyo. Tubaki kwa dini hapa. Bro, kumbe hata huonei. Mimi nilikuwa nafikiri na kuonea kumbe hawakuonei. Tubaki kwa dini basi. Tuache mambo na Waraka bin Nafar. Bro, Mr. Bishana Brake, sawa? Sasa si tubaki kwa dini, unanipeleka kwa Waraka kufanya nini? Sababu alikuwa ni Mkristo. Sawa, alikuwa Mkristo. Lakini hakuwa Mkristo dini. Hakuna dini inaitwa Ukristo duniani, na kama iko toa. Mimi sisemi ati dini inaitwa Ukristo. Dini wanafikiri Ukristo ungekuwa dini tungeacha manyumba za baba yetu na mashamba huko na nini. Nasema dini ni Kristo. Nimesema hivyo. Kristo maana yake nini? Mtiwa mafuta. Kwa hivyo wafuasi wa mtiwa mafuta. Wa Kristo. Dini iko wapi? Dini ni Kristo. Wewe vipi bana? Ni Kiswahili uelewi ama nikupe maana ya dini wewe? Fanya hivi. Soma 3:99 Qurani, tutaenda huko. Soma ndio nikupe maana yake basi. Subiri. Na kama utaki hiyo nitolee kwa Biblia maana ya dini. Hata kwa bibi cheko utanitolea, mpe maiki huyo. Tena gani? Mtihani mara ngapi? Mara mbili.
Inna lillahi. We. Hapo soma 3:9 Qur'ani. Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Sema, enyi mliopewa kitabu, Mbona? kwa nini mnauzulia watu njia Dini. dini ya Mwenyezi Mungu? Wale walioamini mkaitafutia kosa, Ndio. na hali mnashuhudia kuwa ni njia Mwenyezi Mungu isiyokuwa na kosa, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kughafilika. Si mwenye. Na Mwenyezi Mungu si mwenye kughafilika. Ndio. Na mnayoyatenda. Haya nasemaje? Hapa tulichokuwa tunatafuta ni maana ya dini njia hivyo. Bro. Sasa nimekupa 14:6 Yohana Injili kwamba Yesu anasema kwamba bro. Nilikuwa nafikiri walimu wangu wanakuonea, kumbe hawakuonei. Umesoma hapo nini maana ya Kristo? maana ya Kristo tumekubaliana ni mti wa mafuta. Lakini kidogo ushajibu. Sitaki mambo ya lakini. Ni mti wa mafuta. Lakini ukisoma 14:6 Yohana Injili, Yesu mwenyewe anasema kwamba mimi utaenda huko. Mimi ni ona leo tumekuwa wa Kristo, tunajua Kristo kuliko. So don't usinifix vile unataka. Hujaikuwa na kanisa, tumekuwa na makanisa. Wewe unataka kunifix vile unataka. But you cannot subiri. Hautanifix. Subiri. 3:9 nasema mnawazuilia watu na njia. Dini ya nani? Na njia. Dini ya nani? Sawa sawa. Ya Mwenyezi Mungu. Hiyo dini ya Mwenyezi Mungu inaitwaje? Hayo umetoa wewe. Hiyo dini inaitwaje? Sawa. Kwa Qur'ani, sawa ni sabuni, sio dini. Kwa Qur'ani ni Uislamu, sawa? Kwa Qur'ani ni Uislamu, sawa sawa? Taratibu, ngoja kaja unanifundisha. Kwa hivyo dini kwa Qur'ani ni Uislamu? Ni Uislamu. Na kwa Biblia ni Kristo. Kristo ambayo inamaanisha mtiwa? Sawa. Lakini ndio sabuni. Lakini ndio njia. Kristo maana yake mtiwa? Sawa, mbona una nini? Hapo tumekubaliana mti wa mafuta, hata mimi najua ndio maana yake. Lakini sasa mti wa mafuta anasemaje? Kwamba mimi ni dini. Unaelewa hapo? Mbona hapo utakubaliana? Unaelewa. Huyu mti wa mafuta anasemaje? Mimi ndimi dini. Mimi ndio dini. Mbona hapo utakubali? Nasema hivi. Mbona hapo utakubali? Wewe ni Mkristo. Ndio. Mkristo dini, Mkristo mfuasi. Mkristo mfuasi. Sio Mkristo dini. Wama alina. Sasa mimi nikiwa mfuasi wa Kristo utanitaje? Nikiwa mfuasi wa Kristo mimi utanitaje? Wewe sio mfuasi wa Kristo. Mimi ni mfuasi wa mpe huyo. Mimi mfuasi kwambia kuna mtu mbona ni nani alikwambia kuna mtu yote nywele ngumu? Mfuasi wa Yesu nani anakuambia msomaji? Mimi nafundisha sipiki kelele. Nipe Qur'ani. Hapo 45 mpaka 49 Qur'ani. Ushamaliza yako, sio Kristo dini, unadanganywa tu. 3:40. Hapo 45 mpaka 49. Yanasema nini? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wakristo hamna dini, hamna Mungu, hamna kitabu, hamna chochote. Na mimi nasema hivyo hapa. Enda kotini. Kama mimi nilifanya Kiambu huko. Nilienda kotini na Biblia na Qur'ani ya sababu ya adhana, tunaona nipeleka kotini ya sababu ya adhana huko Kiambu nyumbani. Mpaka jaji mwenyewe alitoa miwani kuniangalia. Yanasema ni a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kumbukeni waliposema malaika. Ewe Maryam. Wewe sikiza Qur'ani, utamu wa Qur'ani, twende. Ewe Maryam. Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwake. Na kukuambia zaa ukazaa pasina kuingiliwa. Jina lake ni Masihi. Isa mwana wa Maryamu. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Naye atazungumza na watu maneno ya dini katika utoto wake na katika utu uzima wake. Na atakuwa katika watu wema kabisa. Inasema na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Qur'an nasema mimi nachokubaliana, acha ule aulize swali. Takbir! Allahu akbar. Al-haq wa zahaqa al-batil. Al-batla in al-batla kana zahuqa. Ukweli kingia lazima uongo ikitenge. Wani Yusuf ameenda. Hebu mbe huyu.
Ama wewe ni Muislamu? Mimi sio Muislamu, mimi ni Mkristo. Taratibu. Okay. Unaitwa nani? Jonathan. Jonathan. Hiyo ingine. Hiyo ndio jina yangu, Jonathan. Unajua kama ni Karoma amekuuliza hivyo ungemjibu, ungekuwa shauri kwa kopi na teke. Tuheshimiane. Unaitwa Jonathan nani? Haya, angalia. Wakati tunazungumzia dini tunazungumza kwa amani. Najua Uislamu una amani. Kwa hivyo tuzungumze kwa amani tafadhali. Na mimi nitakubali unidanganye. Good. Naitwa Jonathan. Sija kudanganya. Hiyo ndio iko kwa ID. Ndio. Peke yake. Haya tuendelee. Haya nikubali na jina moja kama mkate. Dini yako? Nashukuru kwa matusi. Dini yako? Haya, wacha nikufafanulie ukiniuliza swali la dini. Dini yako? Mwenyezi Mungu alipomuumba Adam. Shai bro, Jonathan. Jonathan. Tulia nikujibu tafadhali. Naomba. Nauliza wewe dini gani? Mimi. Basi wacha nikujibu. Tulia, najua chenye nataka. Tulia. Mwenyezi Mungu alipomuumba Adam, kama nilikuwa maiki. Tulia tafadhali. Peana maiki. Peana maiki. Tafadhali. Tulia. Umesema nipewe mic. Umeniuliza swali na kujibu. Mwenyezi Mungu alipomuumba Adam, katika kusoma sijawahi ona mahali ametaja jina ya dini yoyote. Kwa hivyo mimi ni mfuasi wa njia ambayo Mwenyezi Mungu aliweka kupitia Yesu Kristo. Inaitwaje? Inaitwaje? Hiyo ni maelezo. Inaitwaje? Mfuasi wa Yesu Kristo anaitwa Mkristo. Lakini jina ya dini haijatajwa mahali popote wakati. Dini gani haijatajwa? Dini yoyote haijatajwa popote wakati wa uumbaji. Hakuna dini yote imetajwa pale popote. Wakati wa uumbaji. Wewe uko na dini? Wakati wa uumbaji. Wewe uko na dini? Mimi sitafuata dini yote. Mimi nafuata huna dini, mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Huna dini? Sina. Haya, peana mic tuongee na watu hawana dini. Haya, tuendelee. Peana mic. Wewe peana mic. Peana mic. Haya basi mimi ni Mkristo. Kama unataka hivyo, mimi good. Sawa. Akishika mic tu, sisi tunajua huyu ndio. Tulia. Bro. Hebu peana hiyo mic kwanza kwa heshima. Peana mic kwanza kwa heshima. Mbona mkemi yote nisungusha? Waislamu takbir. Allahu Akbar. Waislamu kwanza nilikuwa napita nikaambiwa Saidi ajulikane kama atafika nisubiri, nikasema nasubiri kazi yetu zote lakini akafika. Na naambiwa unamuona huyu madego anaitwa Bayo. Abdurrahmani huyu. Hapa tukimes tu anakuambiaga wewe baada ya tukikaa shura, wewe hapa hivi na hivi kesho hivi na hivyo. Waislamu naombeni sitaki kukaa sana. Budget ya leo ngapi? Haya, anasema ile tuita sababu ndio hivyo. Waislamu mimi nafikiri tukipata shilingi 6,000